Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Licha ya kuyatenga mataifa ya NATO, serikali ya Marekani imesema kwamba kamwe haitaondoka katika jumuiya hiyo ya NATO. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio, ambaye amesema kwamba Marekani kamwe haitajitoa katika NATO. Waziri huyo wa mambo ya nje amezihakikishia nchi wanachama wa NATO kwamba Washington inasalia kujitolea kwa jumuiya hiyo, ikisisitiza kwamba wanachama lazima waongeze kwa kiasi kikubwa matumizi ya fedha kwa wanajeshi wao. Rubio aliyasema hayo katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels siku ya Alhamisi. Rais wa Marekani Bwana Trump hapo awali alitishia kuondoka NATO ikiwa wanachama wa umoja huo hawataongeza matumizi yao ya kijeshi, na ametoa wito wa ongezeko kubwa hadi 5% ya pato la taifa GDP kutoka kiwango cha sasa cha 2% kilichofikiwa na wanachama 23 pekee kati ya 32 kwa mwaka 2024. Mpango wa kuweka silaha tena wa Umoja wa Ulaya umekutana na upinzani juu ya wasiwasi wa deni, huku Marekani kupitia rais wake Donald Trump kusema kwamba huenda wakati wowote akajitoa katika NATO. Hii iliapa wasiwasi sana mataifa ya NATO na magharibi kwa ujumla. Marekani iko katika NATO. Marekani inashiriki kikamilifu katika NATO kama ilivyowahi kuwa, Rubio aliwaambia waandishi wa habari, akiondoa shaka juu ya ahadi hiyo kama haitafanyika. Aliendelea kusisitiza kuwa Donald Trump hakuwa tofauti dhidi ya NATO bali dhidi ya kambi ambayo haina uwezo unaohitaji kutimiza majukumu chini ya mkataba wake wa kuanzishwa. Rubio alisisitiza kwamba kila mmoja na kila mwanachama wa NATO lazima kubaliane juu ya njia ya kweli ili hatimaye kuweka 5% ya pato la taifa kwa ulinzi. Hata hivyo inaweza kuchukua miaka. Kadhalika, jambo hili limekuwa ni gumu sana kwa baadhi ya mataifa wanachama wa NATO. Wanachama wa Ulaya Mashariki kama vile Estonia na Poland wameunga mkono mahitaji ya Marekani, huku Estonia ikiwa tayari imejitolea kufikia 3.7% ya pato la taifa na Poland ikilenga 4.7%. Nchi ambazo zinaongoza kwa uchumi wa EU kama vile Italia na Ujerumani zimekosoa lengo la 5% kama lisilowezekana, zikitoa shinikizo la kifedha, lakini zikiona baadhi ya mataifa mengine kwamba hayataweza kutimiza ahadi hiyo kwani zimeshindwa kutimiza ahadi ya 2.5% tu. Matamshi ya Trump ya NATO yamemfanya rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen kupendekeza mpango wa kuweka silaha upya ili kuongeza matumizi ya kijeshi kupitia mikopo. Mataifa ya kusini mwa Ulaya hata hivyo yamekuwa yakirudi nyuma dhidi ya mpango huo, yakitoa mashaka makubwa kuhusu kuchukua deni la ziada wakilinganisha na hali ya uchumi waliokuwa nayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.